Mimi viongozi. Unajua Daktari Samia Suluhu Hassan analeta fedha nyingi sana. Yaani serikali ya awamu ya 6 huwezi kuisingizia. Toka mwezi wa 7 mwanzoni imeletwa fedha kwa 100%. Kazi ni sisi tu kuanza kutekeleza. Wataalamu wanatuambia tulianza mwezi Novemba, sawa. Hata kama ukianza mwezi Novemba, Disemba, Januari, hivi nyumba kama hii inawekaa miezi 4 isikamilike, hela ipo. Sasa tuambieni, labda kuna shida nyingine, au nyinyi hapa hamna shida ya watoto kuzidi madarasani? Shida ipo. Sasa hebu niambie mwenyekiti, wewe unadhani tatizo ni nini? Kuchelewa kwa mradi huu kidogo ulisuasua kulingana na hali yenyewe ilivyokuwa katika kijiji chetu. Kijiji chetu katika utawala kidogo uliyumba. Hata mimi nayeongea hivi sasa hivi ni kitu mkoa wangu. Kwa hiyo mwenyekiti halisi alikuwa hata na msikilizo sana ndio kupelekea ile mwenyekiti kutoka na kuingia mimi na mradi ukawa unasuasua kwa njia hii. Zaidi nafikiri naye na mwalimu mkuu hapa anaweza kutoa maelezo. Mheshimiwa Mwenyekiti wa sisi mkoa, changamoto ambayo imepelekea pia kuweza kusua mpaka sasa hivi, hata hapo tulipo sasa hivi kwa shule zimesimama, ni changamoto ya upatikanaji wa wazabuni. Mwanzo kabisa maana changamoto ilikuwa ni kupata makundi, kuwapata, lakini baadaye kila tutakapompata mzabuni. Kwa mfano kama sasa hivi mzabuni wa marumaru na aluminium tumewapata toka mwezi wa 2 mwanzoni kabisa tarehe 9. Lakini kila tunapofanya mawasiliano nao kwa ajili ya kuletea vifaa wanashindwa kutuletea. Mpaka sasa hivi yule wa marumaru alishakataa kwamba yeye hawezi kuleta. Huyo wa aluminium nimeongea naye juzi kwamba bwana nakuhitaji wewe uje ufunge kwa sababu mzabuni huyu ameshinda iko Songea. Lakini yeye bado pia amesema kwamba kutokana na mabadiliko ya bei nimeshindwa kuifanya hiyo kazi. Kwa hiyo sitakuja kufunga. Nikamwambia hapana, umeshanichelewesha zaidi ya mwezi. Leo unakuja kunikatalia kwamba huwezi kutekeleza. Hilo tutalitoa taarifa kwa mkurugenzi ili hatua zingine ziweze kuchukuliwa. Kwa changamoto kubwa ni upatikanaji wa wazabuni kwa ajili ya kupata vifaa vya utekelezaji wa mradi. Wewe mzabuni wa marumaru ndio huyo anayewezeka hivyo? Anayewezeka ni fundi. Sasa mbona hili hajawezeka? Pale tulikuwa na changamoto ya bati zisitosheleza. Sasa kutosheleza ni changamoto? Manake tumetangaza tena upya, ndio changamoto inakuja ile ya kuwapata wale wazabuni. Hata bati zimepanda bei. Sasa huyo mzabuni aliyo supply bati si ndio pamoja na bati za pale? Ndio, lakini katika manake kwenye budget watu waangalia kwenye BQ kwamba tulimesa hapo kwenye bati 8 ambazo zilikosa za pale. Sasa kiutaalamu inatakiwa ufanyaje? Mnatangaza upya kwa bati tu 8 pale au mnafanyaje mwanasheria? Tunatangaza upya kwa sababu kumbi wa sheria usiku nje ya mfumo wa NeST. Kwa sababu tunatangaza upya tena mkaombe supply. Mwenyekiti, mambo ya NeST ndio yanayotuchelewesha. Lakini bado kuna ile option B ambayo tunaweza kutumia ya kuomba kupitia interest. Kwa sababu bati 8 sidhani kama ni gharama kubwa sana. Kwa sababu tuna option ya kuomba mpaka milioni 10 kwa njia ya interest. Lakini kupitia NeST sawa. Na haichukui muda mrefu. Kwani NeST inachukua muda gani? NeST inachukua muda gani kwani? Kwa hiyo hivi vitu vidogo vidogo hivi tungeweza kuvifanya kwa uharaka kwa dharura. Mimi naamini mpaka Mheshimiwa Rais kuleta fedha za madarasa haya alishaleta jicho hapa akaona watoto wanarundikana kwenye nini? Kwenye madarasa. Kuna mrundikano mkubwa wa wanafunzi darasani. Na ndio maana akaamua kuleta hizi fedha mapema mwaka jana mwezi wa 7. Lakini mpaka leo tunazungumza mwezi wa 3. Ni zaidi ya miezi 6. Jengo halijaisha. Wewe unafikiri milioni 60 ngapi ile? 67 ingekuwa mtu binafsi. Hii jengo ingeshachaka. Washaisha. Lakini mpango wa serikali tunaosababisha ionekane ni una urasimu mkubwa, kumbe ni sisi wenyewe tunafanya nini? Tunasababisha. Mimi nikuombe, wewe ni mwanasheria,
Ndio kaimu mkurugenzi, kaa na timu yako, mjitafakari. Mjitafakari namna bora ya kutoa huduma hizi ili miradi hii iweze kutekelezwa. Sisi kama Chama cha Mapinduzi tuliweka mkataba na wananchi kwamba mkituchagua, serikali itakayoundwa italeta fedha za kutekeleza miradi ili kukidhi mahitaji ya huduma za kijamii kwa wananchi. Na serikali hiyo imeundwa na Rais Samia anafanya hiyo kazi. Tunapita kila mahala, kuna mabilioni ya pesa. Leo tunaochelewesha ni sisi, na nyinyi mkichelewesha hapa, manake mnawazibia riziki wengine. Tunapopata pesa mapema na miradi ikamilike mapema, kwa sababu tunapomaliza miradi mapema kwa wakati na tumetumia vizuri, ndio nafasi ya kupata mradi mwingine. Inawezekana sio hapa, lakini halmashauri hii ikapata mradi kama huo kwa eneo jingine, kwa sababu maeneo yako mengi na serikali haiwezi kutoa hela kwa maeneo yote kwa mara moja kwa mradi wa aina moja. Kwa hiyo tunapoletewa pesa tufanye kazi mapema, tumalize, tuweke taarifa zetu vizuri, serikali iweze kutoa tena hela. Tukichelewa serikali haiwezi kutoa hela, tunakuwa tunajirudisha nyuma maendeleo sisi wenyewe. Na hapa mimi nafikiri sababu kubwa, Ikalangilo ni kama mjini. Yaani vile sababu kama tulizoziona Nyasa jana wapi, naona kama hazipo. Hapa ni mjini kabisa Ikalangilo.